Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Tumeshuhudia hivi karibuni baadhi ya meli zinazoenda Pemba zinakuwa zina goma. Bila shaka serikali ina mpango gani katika kuhakikisha kuzifanyia meli zote service ili kuepuka changamoto hizi, kwani maisha ya watu ni jambo muhimu sana? Je, serikali limeliona hili? Asante Mheshimiwa Jabu. Mheshimiwa Waziri, karibu majibu. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Spika, na kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, naomba kumjibu swala lake la nyongeza Mheshimiwa Jabu kama ifuatavyo. Ameuliza kwamba meli zinagoma. Kama tunavyofahamu kwamba meli zile zimetengenezwa na kutokana na ufanyaji wake kazi na katika bahari kuna mambo mengi, kwa hiyo inatokezea zinagoma kweli, na taarifa hizo tunakuwa tunazo. Lakini kama serikali tumechukua hatua na mikakati ya ziada kwa kutengeneza meli 2 za ziada speedboat, ambazo tunatarajia meli hizo kukamilika ndani ya mwezi Juni ili kuja kusaidia wananchi kutoa huduma za usafiri safi na salama. Asante Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Said Ali Mbaruku, wewe jirani yake hapo Jaku, pengine niko vizuri swali. Mheshimiwa Spika, MV Mapinduzi 2 imefanywa matengenezo makubwa sana ili kuirejesha katika hali yake ya kuwa na uwezo wa kutoa huduma bora kwa wananchi. Swali A, je, kwa sasa hali ya meli hiyo iko vipi? Swali B, ni lini meli hiyo itaanza kazi zake? Na swali C, je, ni kiasi gani cha pesa kimetumika katika matengenezo ya meli hiyo hadi kukamilika kwake? Naibu Waziri wa Wizara hiyo Mheshimiwa Badria Tai Masudi anajibu maswali hayo. 104 lenye kipengele A, B na C kama ifuatavyo. Kipengele A, Mheshimiwa Spika, kwa sasa meli ya MV Mapinduzi 2 ipo katika hali nzuri na ipo tayari kufanya kazi ya kuchukua abiria na mizigo. Lakini kipengele B, Mheshimiwa Spika, meli ya MV Mapinduzi 2 itaanza kazi zake baada ya kukamilika ujenzi wa bandari ya Maruhubi maarufu Mpigaduri, ambapo ujenzi huo unatarajiwa kukamilika mwezi wa Februari mwaka 2026. Lakini katika hili Mheshimiwa Spika, pia napenda kutoa maelezo ya ziada kwamba awali meli hii ilikuwa ikifunga katika gati namba 3, ambayo kwa sasa serikali inaitumia kwa ajili ya meli za mizigo, ambapo ndio inashusha mizigo, na hasa sasa hivi kuelekea kipindi cha Ramadhani tumeipa kipaumbele meli ambazo zinashusha bidhaa za vyakula ili kusije kuwa na changamoto ya upatikanaji wa vyakula hivyo kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini serikali tunaendelea pia kuweka mkazo kwa ZFDEFCO kumalizia setting ya badge ili ifikapo Machi mwanzoni meli hii iweze kufanya kazi. Katika jibu nambari C, Mheshimiwa Spika, serikali imetumia jumla ya dola za Kimarekani milioni 3,875,797 kukamilisha ujenzi wa meli ya MV Mapinduzi 2. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Swali la nyongeza Mheshimiwa Kombo Mshehe. nikushukuru Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, naomba nimuulize swala moja la nyongeza lenye kitoto A na B kama ifuatavyo. Kwa kuwa katika jibu lako umesema meli iko tayari na ipo tayari kwa ajili ya kazi. Mheshimiwa Spika, ile ni mashine. Nadhani kama unakumbuka Mheshimiwa Waziri, meli ile moja katika sababu iliyopelekea kukwama ni kukosa kutembea. Chombo kile kikikaa pale nangani bila kufanya kazi, huoni kuwa Mheshimiwa Waziri unakuja kusababisha tena hasara serikali, jambo ambalo kwa hapa hatuna maeneo ya kutekeleza meli kama ile? B, umesema katika jibu lako meli inasubiri kuanza kazi kwenye bandari ya Mpigaduri. Mheshimiwa Spika, tupe status ya hiyo bandari yenyewe ya Mpigaduri ikoje? Mheshimiwa Waziri, majibu.
Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, naomba kumjibu swala la nyongeza Mheshimiwa mwakilishi kama ifuatavyo. Kwanza, kwamba meli hii imefanywa marekebisho makubwa kama gharama ambazo tayari tumeziainisha kutokana na ubovu ambao ulikuwa nao kwa kuharibika kwa mashine. Lakini kwa sasa tayari tumeshajiridhisha kwamba meli ile inafanya kazi na tumeshaifanyia testing mara 2 kwa kwenda Mombasa, lakini pia kwa kwenda Pemba. Kwa hiyo tumejiridhisha vya kutosha kwamba sasa meli iko vizuri. Lakini katika kusisitiza hili pia, Mheshimiwa Spika, serikali tumeweza kuchukua hatua mbalimbali ya kuhakikisha kwamba meli hii ikianza kufanya kazi hakutokuwa na changamoto za hapa na pale ambayo itapelekea kuharibika tena kwa meli hii. Kwa sababu tumeingia mkataba na wenzetu ambao waliitengeneza meli hii, kampuni ya Kikorea, ambao hawa watakuja kusaidia mainjinia wetu ambao watasimamia katika hii meli kwa ajili ya kutransfer ile knowledge na ili ile meli iweze kufanya kazi kwa mujibu wa utaratibu. Lakini Mheshimiwa Spika, katika majibu ya swala namba B, status ya bandari ya Mpigaduri, kwa sababu bandari ile inajengwa kwa phase na phase ya kwanza ipo katika hatua ya kumalizika, na kama nilivyoeleza katika jibu la msingi kwamba bandari ile kwa phase ya kwanza wanamalizia setting katika kipindi hichi cha mwezi huu wa Februari, na ifikapo Machi mwanzoni meli ya Mapinduzi 2 itaanza kufanya kazi katika bandari ya Maruhubi ya Mpigaduri. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Jaku, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. Jaku. Mheshimiwa Jaku, alafu utafuatia Mheshimiwa Jabu. Hamna shida. Asante. Asante Mheshimiwa, majina yamefanana haya. Mheshimiwa Naibu Waziri, meli hii imenunuliwa kiasi gani tokea mwanzo wake hata ikaanza kufanya kazi? Tumekumbuka hapa bajeti ya serikali kila wizara ikatwa kwa pesa hizi, lakini pesa hizi milioni 3 dola $800,000 karibu milioni 4, uongeze milioni 2 tunapata meli mpya. Serikali hamuioni kwa mabesha mzigo ambao unnecessary kwa pesa hizi na kuongeza milioni 2 kwa kupata meli mpya kabisa, brand new? Mheshimiwa Jaku. Lakini la pili, Mheshimiwa Jaku, swali lako haliko sawa sana, sijui naliona lina mashaka. Basi nitarekebisha Mheshimiwa. Bora liache, acha Mheshimiwa. Basi nitauliza nyingine Mheshimiwa Spika, basi hili naona kama litakuwa zito kidogo. Nitauliza nyingine. Lakini kwa idhini yako Mheshimiwa Spika. Nakushukuru. Naomba nimuulize Mheshimiwa Waziri swala moja dogo la nyongeza. Mheshimiwa Spika, dhana ya mzee wetu mwasisi wa Mapinduzi Mzee Karume ya kuanzisha chuo cha ufundi cha Karume ni kuiwezesha Zanzibar kujitosheleza kwa wahandisi katika fani mbalimbali. Hivi kweli Mheshimiwa Spika, baada ya miaka yote hii ya kuanzisha chuo cha ufundi cha Karume na sasa ni chuo kikuu, hivi serikali ndio bado inaingiza mkataba ya kutafuta wahandisi wa kuendesha meli yake? Hivi ni kweli ni sahihi Mheshimiwa Spika? Asante. Mheshimiwa Waziri. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Spika, na kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, napenda kumjibu Mheshimiwa Saidi Ali swala lake la nyongeza ambalo anazungumzia serikali kuingia mikataba na kampuni za kigeni kwa ajili ya kutransfer knowledge. Ni kwamba kama tunavyojua kwa sasa dunia inakwenda kasi kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, na kila siku teknolojia inakuwa na inabadilika, na sisi kama Zanzibar hatuko tayari kubaki nyuma kulingana na teknolojia hiyo. Kwa hivyo tunajitahidi kuendana na teknolojia hizo, na ndio maana tunajaribu kutafuta wataalamu ambao wapo sambamba na teknolojia hii ili na wao waweze kuwasaidia hawa mainjinia wetu ndani ya visiwa vya Zanzibar ili baadaye wawe vizuri katika kuziendesha meli hizo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Like, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.